Clement Masombo, KTN. Kwingineko ni kwamba mzozo kati ya wakazi wa Barut na wanyamapori kutoka mbuga ya Ziwa Nakuru umeendelea. Mama mmoja mkongwe akiuguza majeraha hospitalini baada ya kuvamiwa na nyati leo asubuhi. Juhudi za kurejesha nyati hao ndani ya mbuga hiyo ziligonga mwamba, ikawabidi maafisa wa KWS kumwaua nyati wawili huku wakazi wakiwachinja na kuwagawanya nyama yake. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Wakazi wa eneo la Barut wanaishi kwa hofu baada ya kundi la nyati kutoka mbuga ya wanyama ya Ziwa Nakuru kuvamia makazi yao. Mama Rael Rono ambaye amelazwa hospitalini akisalia na majeraha mabaya ya pembe za nyati hao. I'm the grandson of the victim ambaye mmesikia ametajwa ni Mama Rael Rono. Amepatikana wakati alipokuwa anaenda mazishi hapo kwa jirani, wakapatana na nyati ikikuja nyumbani. Rael naumia na hiyo ndovu. Na ile jirani yake alipitia hivi yako konga, lakini Rael aliumia sana. Wakazi walipiga ripoti kwa maafisa wa idara ya huduma kwa wanyamapori KWS ambao walianza juhudi za kuwarejesha wanyama hao mbugani, mmoja wa nyati hao akivamia makazi haya. Akasikia sauti yetu tukishout, akarudi kwa motorbike ilikuwa hapa, akagonga motorbike karibu mara 4 ikiroll. After tumeshautia watu tena ikarudi pale kidhani ni way out. Juhudi za kuwarejesha porini hazikufua dafu, ikiwabidi maafisa wa KWS kuwapiga risasi nyati wawili waliogeuzwa kuwa kitoweo na wakazi hawa, kila mmoja akijigawia mnofu kwa ukali wa upanga wake. Mzozo kati ya wakazi na wanyamapori umekuwepo kwa muda, ukichangiwa pakubwa na kukatika kwa nyaya za stima za ua unaozunguka mbuga hiyo. Watumie njia yenye watatumia kufence ama watuambie jinsi ya kufanya, kwa sababu saizi tuko na watoto wako nyumbani. Watoto wote wako nyumbani, walifunga shule. Sasa tutaambia watoto wakae kwa nyumba kweli tafadhali? Hatuwezi ambia watoto wakae kwa nyumba. Si hao wanaandikwa kazi askari. Kwa nini bana weka waya? Nataka wamalize sisi na watoto hapa. Ken Geshuhi, KTN.